na rasmi sasa kupitia masafa ya 93.3 Inland FM Radio. Hivi sasa tumerejea tena kwa upya na kwa nguvu zaidi, kama ambavyo nilikuahidi ni kwamba leo tunaye kiongozi wetu wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania, Askofu Mkuu Musa Masanja Magwesela, ambaye ndiye mgeni wetu rasmi ambaye anaukata utepe wa wageni ndani ya mwaka huu 2026. Na mimi tuna mengi ya kuzungumza naye, tuna mengi ya kujifunza kutoka kwake, lakini pia tuna mengi ya kufahamu kutoka kwake ikiwa unasikiliza Inland FM Radio na wewe ambaye unatazama kupitia Inland Television hivi sasa. Kwa wakati huu niko na Askofu Mkuu. Baba, karibu sana kwenye studio zetu za Inland FM na Inland TV. Nashukuru sana. Ndio. Asante kwa mwaka huu 2026. Ndio. Nashukuru kwa vyombo vyetu vyote vya habari ambavyo vinarusha kipindi hiki. Heri ya mwaka mpya baba. Kwako pia heri ya mwaka mpya. Na kwangu tumeupokea rasmi sasa kwa watu ambao wanatusikiliza kwa njia ya radio, wanaotutazama kwa njia ya TV, lakini pia wale ambao wanafuatilia live kupitia Makongoro Church Channel. Tumeuanza mwaka vizuri. Kwako umeupokeaje kama kiongozi mkuu wa Africa Inland Church Tanzania? Mimi niliumaliza mwaka 25 vizuri kabisa, salama. Ndio. Nimejaliwa kuanza mwaka 2026 vizuri, salama kabisa. Namshukuru Mungu, ninaendelea vizuri. Tunafahamu utaratibu wa kanisa, na miongoni mwa mambo ambayo tumekuwa nayo mwaka 2025 tumetembea sana kuona Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi, na kweli nafasi tumeiona. Tumekwisha kuanza mwaka mwingine 2026. Pengine ni neno gani ambalo tunatembea nalo kwa mwaka huu mzima? Baada ya Rehobothi hiyo Mwanzo 26-22, mwaka huu Mungu aliniongoza kufika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza, sura ya 19 na mstari wa 13. Ndio. Ambao unasema uwe hodari, tukajitie moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu, naye Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. Tunajitia moyo, uwe hodari Mr. Kadashi. Ndio. Tujitie moyo mkuu, na hata kila mmoja wetu tujitie moyo hivyo tuwe hodari katika Bwana. Moja ya watu ambao mstari huu unaweza kuwa unaishi kwao ni wewe mwenyewe, kiongozi wetu mkuu wa Africa Inland Church Tanzania. Kwa hiyo kina Kadashi, mkinitia moyo na kuambia uwe na moyo mkuu, safi kabisa, na niwe hodari. Ndio. Tofauti pia na kutiwa moyo, kiukweli umeonyesha uhodari. Kwa hii miaka ambayo Mungu amekupa nafasi ya kuliongoza kanisa letu la Africa Inland Church Tanzania, kiukweli tumeyashuhudia mengi kwa ajili ya watu. Na moja ya watu wa mambo ambayo walikuwa wanayatamani ni kanisa kuwa na idara ya habari ambayo imepanuka kwenda kwenye maeneo mbalimbali, kuwa na mitandao ya kijamii, kuwa na radio, kufikia hatua ya TV. Watu walikuwa wakitamani. Na sasa pia kama andiko linavyosema muwe hodari kwa ajili ya watu, umefanya hayo kwa ajili ya watu. Rasmi tuna radio miaka 5 na rasmi 2026 tuna television yetu ya kanisa. Ilikuwa rahisi kiasi gani? Ama ilikuwa ngumu kiasi gani? Ilikuwa ni ngumu. Historia tu ni vizuri tufahamu, kwa sababu sisi swala la habari tulilianza mwaka wa 1981 wakati studio hii ilipoanza kujengwa, na 1982 wakati Inland Radio ilipoanza studio ilipoanza kurusha vipindi vyake kupitia Feba Radio. Ndio. Manzini Swaziland, katika vile vipindi ambavyo vilipendwa sana sana sana. Sasa tangu mwaka huo 1982 85 hapo mambo yali punguza kasi. Ndio. Na sasa kurudi tena huo mwaka wa 2018 mimi ninamshukuru Mungu wetu wa mbinguni ya kwamba kwa kweli tulidiriki. Kipindi hicho kwa kweli kilikuwa ni kipindi cha Askofu Mkuu Silas Kazakubi, ambaye ndiye aliye kuweka maono hayo pamoja na kuweka taratibu hizi. Kwa sisi kuendelea kutekeleza, tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni
kuona vile ambavyo wametufanikisha. Kwa hiyo haikuwa rahisi, ilikuwa ni ngumu. Ndivyo mstari wetu wa mwaka uliopita, Bwana ametufanyia nafasi kabisa. Nasi tutazidi katika nchi. Sasa rasmi tuna TV yetu ya kanisa ambayo watu wanatutazama. Imeanza toka tarehe 7 ya mwezi huu wa kwanza saa 8:44 mchana. Asante kukumbuka mpaka dakika. Kama kiongozi mkuu tunatamani pia kusikia neno lako na kauli lako kwenye mchakato mzima huu wa uwashaji wa televisheni. Mpaka sasa mtu anaweza kutazama akiwa nyumbani, akiwa ofisini na akiwa kwenye chombo cha usafiri, anapata nafasi ya kuweza kutuona, na sio Tanzania pekee, zaidi ya mataifa 29 wanaitazama Inland Television. Wow. Mataifa 29. Hiyo ni ajabu. Ndio. Asante sana. Mimi kwanza nianze na ninyi wafanyakazi wa redio ambao kwa kweli kwa miaka hiyo 5 mmepambana kwa bidii kabisa kuhakikisha kila anayesikiliza redio anapata habari nzuri za uhakika, lakini pia vile vile anapata vipindi vizuri, na kwa sababu hiyo mmefanya kazi kubwa kwa kweli. Asante sana. Nishukuru sana kwa ajili ya kazi ambazo mmezifanya katika mazingira ambayo labda hayajawa rafiki sana, lakini mmekuwa wabunifu. Ndio. Na ninyi mmekuwa na ujasiri huo. Mmefanya kwa sehemu zenu. Kwa hiyo tunashukuru sana Mungu wetu. Katika kipindi hiki pia vile vile kwa upande mkubwa tumeona Makongoro Church Channel na yenyewe inaingia katika swala zima la media, lakini tumeona pia vile vile kanisa mbalimbali za mtaa na zenyewe pia vile vile zinaenda kwenye mitandao ya kijamii. Tumeona kuna kupanuka kukubwa sana kwa huduma za habari katika kanisa. Sasa tukifika katika swala hili la television, nishukuru sana kwa jitihada ambazo meneja Fabian Fanuele ambazo wamezifanya kuhakikisha kwamba tunaonekana na sisi pia vile vile tunasikika kama ulivyosema sasa katika nchi na mataifa yote hayo 29. Kwa hiyo mimi kwangu ninashukuru sana kwa ajili ya ujasiri na uthubutu wa Fabiani na ninyi sasa pia vile vile kuendelea kuunga mkono. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa ajili ya kila chombo cha habari katika kanisa ambacho kwa kweli kinashiriki kufanya kazi hizi. Tunashukuru sana. Tunashukuru kwa sababu tuna utajiri mwingine mkubwa sana wa kwaya zetu ambazo zimeshoot video na zimefanya vizuri sana. Zimefanya vizuri sana. Na wao naamini wanaweza kuwa wamesikika katika ulimwengu mzima. Lakini sasa ninaamini kupitia Inland Television yetu wao pia vile vile tena kuongeza chachu na kufahamu. Jana nilipata nafasi ya kuangalia picha mjongeo moja ambayo ilikuwa inapita kwenye television yetu kutoka kwa mzee mmoja na katibu wa kanisa la ACT Buswelu, mzee Budaga. Akazungumza moja kitu ambacho amekifurahia ni kuona kwaya nyingi za AIC ambazo hakuwa anazifahamu na zinafanya vizuri sana sana sana, na kama kanisa limewekeza nguvu kwenye kwaya hizi kuhakikisha kwamba zinaeneza injili na kuwafikia watu wengi. Uwepo wa TV hizi sasa, na tunaanza kuona moja ya tunu wa kanisa ni uimbaji. Tunatazama wapi kwenye ukuaji wa kanisa pengine kupitia TV na kwaya hizi ambazo watu wengi wamekuwa wakizipenda na watamani kuzifuatilia? Kwanza ni kuwa na idara ya kwaya ambayo haikuwepo kule nyuma, lakini mpaka mwaka 2021 tulipokuwa tunaandika katiba yetu mpya tulikumbuka kuwa na idara ya kwaya chini ya idara ya chini ya kurugenzi ya huduma za kiroho. Kwa hiyo kutambua fursa hiyo ni muhimu sana. Uimbaji katika kanisa la African Church Tanzania ni miaka nenda rudi. Zamani kweli tulikuwa jikita tu kuimba kwenye zile nyimbo za kwenye vitabu au pamoja na nyimbo zingine za
za kawaida ambazo wazee walikuwa wakiziimba. Ndio. Lakini baadaye Makongoro kwaya, Mwanza Toni kwaya walipoanza kuboresha masuala ya uimbaji na hata kutumia ala za muziki zingine ambazo zilianza kutumika miaka ya 60. Ndio. Tunaona vile ambavyo kanisa limeendelea kukua kupitia uimbaji ndani na nje ya nchi. Mataifa jirani na yenyewe pia vile vile yamebarikiwa na uimbaji wa kwaya zetu. Sasa ukichukua kanisa za mtaa tulizo nazo, ndio, karibu 3000 hivi. Alafu kila kanisa ukachukua kwaya 5. Kwa sababu tunaweza kuwa na kwaya kuu katika kanisa, tunaweza kuwa na kwaya nyingine, kwaya vijana pamoja na kwaya. Kwa hiyo unaweza kuwa na kwaya 5. Sasa mara 3000. Yaani unapata karibu kwaya 15,000. Sasa huo ni utajiri mkubwa sana tulio nao, na tunajivunia hilo, na mimi binafsi ninajivunia kuona vile ambavyo tunamhusisha kila mmoja katika uimbaji na katika huduma zetu za kanisa. Ninyi ni viongozi, wewe ni kiongozi mkuu wa kanisa. Tumeona maendeleo mengi na upigaji wa hatua kwenye mambo mengi. Kabla tujaenda kwenye idara zingine ikiwemo ujenzi wa ofisi kuu, natamani pia tubakie hapa kwanza kwenye Inland Television. Mmetamani kufika Mungu ambavyo anatamani kufika. Mmewasha television sasa, pengine kwa ugumu na kwa changamoto nyingi sana. Televisheni hii sio ya Askofu Musa Masanja Magosera, ni ya waumini wa Africa Inland Church Tanzania. Matamanio yako kama kiongozi mkuu ni yapi, na mikakati ni ipi kuhakikisha kwamba televisheni hii inaendelea na kila mwana Africa Inland Church Tanzania anakuwa chachu na sababu ya kufanya iwepo, ili endelee kuwahubiria watu wengi ambao wanatamani kupata neno la Mungu, kwa sababu moja ya tunu yetu ya kanisa la Africa Inland Church Tanzania ni kuwa na injili safi ambayo haijagoshiwa. Cha kwanza tunaamini tuna wainjilisti wazuri, tuna wachungaji wazuri, tuna maaskofu wazuri wenye kuihubiri kweli ya Mungu, na tuna kwaya zetu nzuri ambazo tunatamani zitumike kuendelea miaka na mikaka kuihubiri injili. Matamanio yako na mikakati ni ipi kwako kama kiongozi, lakini pia na waamini mmoja mmoja? Ni jambo zuri na la muhimu kabisa. Tukiona, tujikumbushe kwanza vile ambavyo masuala haya ya picha mjongeo zilivyoanza. Nafikiri waliotusaidia sana kwa sehemu kubwa ni Radio Habari Maalum, walipo rekodi kwaya zetu nyingi, na baadaye watu wengine walipoendelea pia vile vile kufanya kazi hizi. Lakini pia vile vile tutambue mchango mkubwa wa Upendo TV, lakini wa Agape Television, pamoja na television nyingine za makanisa mengine ambayo na wenyewe pia vile vile wamefanya kazi kubwa. Sasa kwa upande wetu sisi wa Inland TV, na mimi ninachokiangalia kwa kweli ni kufika ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mungu akitujalia kufikia Afrika yote. Ndio. Mungu akitujalia kufika pata mabara mengine, tuna bara la Asia, tuna Ulaya pia vile vile, tuna Amerika, tuna New Zealand huko pamoja na maeneo mengine. Kwa hiyo na maono yangu na matazamio yangu katika miaka 10 ijayo, basi tuwe tumefika katika kila sehemu ya dunia yetu hii, ili kusudi tuweze kuwasilisha ujumbe tulio nao na huduma tulio nayo. Tunawashukuru sana Africa Inland Mission ambao walituletea injili miaka 100 na karibu 25 iliyopita, vile ambavyo walivyofanya katika kiwango walichokuwa nacho. Na tunawashukuru wengine waliokuja kuunga mkono, hao ni wa Alliance Missioni ambao na wenyewe pia vile vile kwa kiasi chao waliweza kufanya kile walichokuwepo. Waliotutambulisha katika masuala haya ya habari hawajulikani sana, lakini walikuwa wanaitwa Neo Kirken.
Hili ni Neo Cricken, anayejulikana sana ni Faizo, ambaye ndiye aliyefanya mipango yote ya studio yetu hapa ya England studio, pamoja na mambo mengine. Sasa ukiangalia kule ambako tumetoka miaka 40 iliyopita, tangu hiyo mwaka wa 81 mpaka sasa hivi 2026 tumesafiri safari ndefu. Sasa tukiweka malengo ya miaka 10 ijayo, ili tunapoadhimisha miaka 50 ya habari ya ndani ya kanisa, yani tuwe tumefika kila sehemu. Ndio. Tuwe tumefika na tumepenya kila sehemu, kwa sababu ya mitandao ya kijamii tulio nayo, ambayo inaweza ikatufikisha kila mahali. Juzi wakati ninahubiri ibada ya tarehe 4 Januari, ibada ya mwaka mpya hapo Januari, katika ibada ya Kiingereza, MCC walikuwa wanarusha live. Na nilishangaa jioni yake, mzee Samson Luhigo ambaye alikuwa Marekani wakati huo, akanitumia clip ya kipindi hicho ya ibada hiyo, na namshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa hatua ambayo tumekuwa nayo katika kuanza hiyo ibada ya Kiingereza. Muda ulipoendelea tena, mwingine kutoka Dar es Salaam akanirudishia tena pia vile vile hiyo clip. Kwa hiyo namshukuru Mungu ya kwamba tunaweza kufanya kazi hii kubwa, tunaweza tukafanya zaidi, na tunaweza tukawafikia watu wote kabisa katika dunia hii. Nafasi yenu viongozi imeonekana. Kiukweli kila mmoja anapongeza sana jitihada za uongozi wa sasa, maana yake chini yako pamoja na watendaji wako wengine ambao uko nao, akiwemo katibu mkuu na maaskofu wa dayosisi zingine zote. Nafasi ya muamini sasa, kwa sababu ninyi mmeonyesha njia na mmeonyesha kanisa linapotakiwa kuwa. Nafasi ya muamini katika kuviendeleza vyombo hivi vya idara yetu ya habari na mawasiliano ni ipi? Mshiriki ana nafasi kubwa sana. Kuna nafasi 3 ambazo huyu mshiriki angeweza kuzifanya kwa ajili ya kueneza habari na kupeleka hii habari njema kwa watu wengine zaidi na zaidi. Ya kwanza ni kumuomba Mungu kwa ajili ya vyombo vyetu vya habari, ya kwamba Mungu wetu atavisaidia vyombo hivi, lakini Mungu wetu atavitumia vyombo hivi, lakini pia vile vile hata hawa watangazaji, hata hawa wanaofanya kazi, tunahitaji wataalamu mbalimbali, waandishi wa habari kwa ujumla, kuwaombea hawa. Yani ni watu ambao wana masaa 24 wapo kazini, na kwa sababu hiyo wanahitaji neema ya Mungu, na kwa sababu hiyo kuendelea kuombea. Vyombo kama vyombo vya habari mara nyingi vinahitaji vyombo vya kisasa ili kuwezesha habari kwenda vizuri na mfumo wa teknolojia ndio kabisa. Kwa sababu hiyo tunahitaji maombi ili kusudi Mungu wetu aweze kufungua mlango. Lakini njia ya pili huwa ni kutoa sadaka. Kutoa sadaka, kutoa fedha zetu, kutoa vitu vyetu. Kwa wale walio na uwezo wa kutoa kamera, wanaweza wakatoa kamera. Kwa wale walio na uwezo wa kutoa laptops ama kompyuta ambazo zinatakiwa kufanyika, wanaweza wakafanya kazi hiyo. Kwa wale ambao wanaweza chochote kile ambacho kinaweza kikatakiwa katika ofisi zetu za habari, Wakristo waweze kujitolea, waweze kumtumikia Mungu kwa njia hiyo. Tukija kwa upande wa fedha, tukafikiria tu ya kwamba hivi kweli kila Mkristo akitoa tu shilingi 1,000, hata kama itakuwa ni kila wiki au kila mwezi, kwa mwezi, kwa mwaka mzima anatoa 12,000, akifanya jitihada kwa uwezo wake wote, mimi ninaamini tutakuwa tuna fedha za kutosha sana za uendeshaji wa vyombo vyetu vya habari, na tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo hatutakuwa na changamoto yoyote ambayo tungeweza kuwa nayo. Maadamu tu kama tungeweza kutoa hata kama ni 1,000 ya kununua vocha yetu kwa siku au kwa wiki, tukaiweka kwenye sadaka zetu, inaweza kufanya kazi kubwa sana nzuri. Umezungumza vizuri sana hapo kwenye kutoa.
naamini kuna watu wengi sana ambao wanasupport kazi ya Mungu. Mmefanya juhudi mpaka television hivi sasa inaonekana. Na matamanio yenu kama viongozi wakuu ni ukisha kwamba tunakuwa na vifaa vya kisasa vyenye uwezo wa kuifanya television yetu kuendelea kuwa bora zaidi. Kuna mtu ambaye ana uwezo wa kutoa laptop kama ulivyosema, kuna mtu mwenye uwezo wa kutoa kompyuta, kuna mtu mwenye uwezo wa kutoa kamera, kuna za kisasa zaidi, kuna mtu mwenye uwezo wa kutoa mchango wowote. Ofisi yako inawapokeaje watu hawa? Kwa sababu kuna mtu mwingine hawezi kusubiria Jumapili, amesikia na anatamani kufanya kununua kamera ama kutoa laptop, kusema Askofu Mkuu, kwa juhudi ulizozifanya, mimi kiukweli natamani kukuunga mkono kuwa na kamera moja, natamani kukuunga mkono kuwa na kompyuta 2, natamani kukuunga mkono kununua laptop hizi hapa. Je, ofisi yako inamkaribisha mtu huko kufikia na kuwa sehemu ya maendeleo haya? Sana, yani zaidi ya sana. Tumeona vile ambavyo watakatifu wamefanya kwa kazi mbalimbali za kanisa, vile ambavyo Mungu amewatumia kwenye shughuli za ujenzi. Mungu amewatumia kutoa mifuko ya saruji, kuchangia na kutoa hizo gharama. Waliposikia kuna mahitaji kama hayo, waliguswa na walikuwa tayari kufanya kitu kama hicho. Kwa mimi ninaamini tunatoa hiyo nafasi pia vile vile kwa watu wetu wanaosikia, wanaofuatilia, ili kusudi wakipata fursa na nafasi ambayo wanaweza wakaitumia, basi wamtumikie Mungu wetu kwa njia hiyo. Kwa sababu hiyo mlango uko wazi kabisa. Tuna akaunti za benki ambazo zinaweza zikafanya kazi. Tuna mitandao ya kijamii ambayo inaweza ikapokea pesa siku hizi, M-Pesa pamoja na shughuli zingine ambazo zinaweza zikafanyika kwa wakati wowote, kwa siku yoyote, hata kwa saa hii ambapo unanisikiliza, unaweza ukafanya kazi kama hiyo na ukamtumikia Mungu kwa njia hiyo. Sawa, ni ruhusu nitaje namba Baba Askofu ambayo ikitumika kwenye kutoa support na kufanya yote haya. Kwa kweli ambao unaweza ukawa unasikiliza na una nafasi kubwa sana ya kumuunga mkono Askofu Mkuu wetu Musa Masanja Magwesela pamoja na viongozi wake wote ambao wako chini yake kwa hatua hii ambayo wameifikia. Ndio wao wamewasha television na unaiona, lakini matamanio yao ni kuwa na vifaa vya kisasa zaidi kwa ajili ya kuendeleza television hii. Namba ni 0754 71 59 78 0754 71 59 78. Hii ni namba ambayo unaweza ukatuma sadaka yako, ama pengine unatamani kufanya jambo lolote. Namba hii unaruhusiwa pia kutupigia hapo baadaye na kusema nini ambacho unatamani kukifanya, na sisi pia tutakuelekeza kwenda kukikabidhi kwenye ofisi maalum ya askofu wetu mkuu, ili aweze kuona juhudi zako ambazo umezifanya katika kuunga mkono haya ambayo wanayafanya. Uwe na uwezo wa kununua kamera kwa ajili ya TV hii, uwe na uwezo wa kununua laptop kwa ajili ya TV hii, uwe na uwezo wa kuchangia jambo lolote kuwa na TV yetu ya kisasa, kwa sababu naamini umeiona wao wamefanya kwa nafasi yao, na sisi pia imebaki kufanya kwa nafasi yetu, kuwa na vitu vyetu vya kisasa sana. Namba ni 0754 71 59 78. Kwa kweli ambao unaweza ukatoa sadaka ama sadaka yako, muamala utasoma in and radio, kwa sababu namba hii ndio huwa inatumika kwa ajili ya kuweza kupokea sadaka yako. Lakini tunakuruhusu kufika kwenye ofisi ya Askofu Mkuu Musa Masanja Magwesela, makao makuu ya kanisa letu la African Church Tanzania Makongoro Mwanza, na ukapata nafasi pengine ya kuzungumza naye na kueleza ni nini ambacho pengine unatamani kuwa sehemu ya mafanikio haya. Viongozi wetu wamefanya. Leo hii tuna TV, tunafurahia. Na mimi hata wewe kwa kile ambacho Mungu amekubariki unaweza ukaweka alama ya kufanya yote haya ambayo tuko nayo. Baba Askofu, ukiachilia mbali hili, kanisa limeweka utaratibu. Tunafahamu tuna idara nyingi, idara ya watoto, idara ya kina mama, injili na misheni. Kanisa limetambua kwamba moja idara ambayo inatamani endesha ama kusimamia adhima kuu ya kanisa, manake uinjilishaji, ni idara yetu ya habari na mawasiliano. Na mmeipa siku ndani ya kalenda kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 3 mwaka huu ndio siku rasmi ya Inland Media Day. Makanisa yote na watu wote kushiriki katika kuchangia ama kusapoti idara yetu hii ya habari na mawasiliano. Siku hii wito wako ni upi kama askofu mkuu?
Tuna miezi na majuma kadhaa na siku kadhaa sasa tangu tulipofanya kazi hiyo mwaka jana. Kwanza ni washukuru sana wale ambao walifanya kazi kubwa na nzuri. Taarifa zetu zinaonesha kanisa za mtaa zipatazo 130 ndizo zilizoshiriki siku hiyo na zikafanya kazi nzuri sana. Kiasi cha shilingi milioni 10 zilipatikana ambazo zimeendelea kusaidia sana kuendesha redio yetu. Nianze na kuwashukuru sana hao ambao walifanya hivyo. Lakini watu binafsi ambao na wenyewe pia vile katika kanisa hizo walizofanya, wachungaji, wainjilisti, wazee, wahudumu wa kanisa, kwa kazi kubwa walizozifanya. Sasa mwaka huu wa 2026, hiyo tarehe ambayo tunaitazamia, mimi ningeomba sana tufanye maandalizi mazuri. Ukipanga, ukitaka kufanikiwa lazima upange. Na kwa sababu hiyo sisi tunataka tufanikiwe, tunataka tujipange vizuri, tuwahamasishe Wakristo, tujiandae vizuri ili kusudi hiyo tarehe ya 29 mwezi wa 3 tuweze kuitumia vizuri kabisa kufikisha ujumbe wa neno la Mungu katika maeneo mengine mbalimbali. Natamani tungeenda zaidi sasa. Kutoka kwenye hayo makanisa 130 wataendelea kushiriki hata tukifanya mara 10 zaidi. Tukiongeza mara 10 hayo makanisa itakuwa imetusaidia zaidi sana. Lakini pia vile tukijipanga kuhakikisha kwamba kila Mkristo anatoa hiyo shilingi 1,000, hiyo pia vile na yenyewe inaweza ikawa ni kasaidia vizuri kabisa. Mimi ninaamini katika makanisa yale ambayo wanashiriki watu 100 kwa mfano, na sisi tukapata 1,000 kutoka kwa kila mshiriki, tayari tunapata pesa nzuri. Sasa ukiwa na makanisa 130 kama yale, au ukiwa unaweka mara 10 zaidi, mimi ninaamini tunaweza tukapata fedha iliyo nzuri inayoweza kutusaidia. Kwa hiyo kila kitu huwa ni maandalizi. Namna gani wanajiandaa watu, lakini hata sisi pia vile wa redio pamoja na wahabari tuhamasishe basi. Kipindi hiki tulicho nacho tuhamasishe. Watu wanafurahia sasa hivi TV hii na yenyewe pia vile ina fedha nyingi, na mimi ninaamini tutafika kila mahali. Na wewe ambayo unaniona sasa hivi na unanisikiliza sasa hivi, na hata wale wengine ambao wako kwenye redio wanasikiliza, redio inasikilizwa pia vile na watu wengi sana. Watu wanaweza kuwa kwenye mtumbwi wakasikiliza redio, watu wanaweza kuwa kwenye daladala wakasikiliza redio, hata wanaweza kuwa shambani ameweka redio pale anaweza kasikiliza, anaweza kuwa nyumbani mahali popote pale anaweza kasikiliza. Na kwa njia hiyo basi tunaweza tukashiriki kikamilifu hizi siku zilizo mbele yetu. Kama vijana ambao umetuamini kufanya kazi hii ya Mungu kwa wakati huu ndani ya idara yetu ya habari na mawasiliano chini ya uongozi wa kiongozi wetu Fabian Fanuel, kuna mambo mengi ambayo tumekuwa tukiwaza ni yapi yangeweza kusaidia idara hii ya habari na mawasiliano. Moja ya mikakati tulionayo ni kuandaa matamasha. Kiukweli tunashukuru kwa miaka kadhaa iliyopita kuna baadhi ya makanisa na maeneo mengi tumepokelewa na tumefanya vizuri. Na hivi sasa pia tumejiandaa vizuri kwa mwaka huu kisha kwamba tutafanya matamasha mengi. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunakusanya fedha za kusaidia kuendesha idara ya habari na mawasiliano. Mwanzo ilikuwa ni mzigo wa redio peke yake, na hivi sasa tuna mzigo wa television, na tunatamani kuanza matamasha haya kwa wingi sana. Na Mungu akijalia tarehe 7 na 8 ya mwezi huu wa pili tutaanza rasmi katika jimbo la Kahama na majimbo mengine. Na maeneo mengine ambayo tunatamani kuanza kupita. Baba Askofu, sisi tunafanya kwa nafasi yetu na wewe ndiye kiongozi mkuu. Hii unaliona lina mchango, inatakiwa kuungwa mkono, na nini ambacho pengine unaweza ukatoa maelekezo kwa wachungaji na waamini wote ambao matamasha haya yatapita? Kwanza nianze kwa kupongeza wengine ambao wamefanya kazi kubwa sana pia vile bodi, kamati pamoja na watu binafsi ambao kwa kweli wamechangia sana tangu hiyo 2017 2018 wakati tulipokuwa tunaanza. Hawa watu wamefanya kazi kubwa sana. Tusisahau jitihada za engineer
James Kilaba ili kuweza kutusaidia sana katika kazi hii kubwa. Tusisahau pia vile vile kumtaja ndugu yetu Mnyeti ambaye na yeye pia vile vile alifanya kazi kubwa sana katika jitihada kama hizi, akina Hosea Kashimba, akina Leonard Bugomola, na sasa hivi tuko chini ya ndugu yetu Gewe, Andrew Gewe. Tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni vile ambavyo wameendelea kuwatumia na kuwasaidia hawa kwa utaalamu ambao wamekuwa nao, wameendelea kufanya kazi kubwa pamoja na watu wengine binafsi ambao wameendelea kufanya kazi hizi. Tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni, na wengine ni wengi ambao labda hata kama tungewataja tungeweza kuchukua muda mrefu, lakini kila mmoja tunatambua vile ambavyo wameweza kufanya kazi hii. Sasa mimi nimtie moyo kila mmoja, kwa kuwa sasa mtandao umepanuka zaidi. Sio tu watu wa Sengerema au watu wa Kahama au watu wa Geita ndio wanaoweza wakachangia kazi hizi, lakini hata wewe ambayo unaweza ukafikiwa, ukaona kwenye televisheni, ukasikiliza kwenye redio, siku hizo zifuatilie sana. Tarehe 1 ratiba inaeleza mwezi wa pili kuwa Sengerema, alafu hiyo tarehe 7 na 8 kuwa huko Kahama, na baadaye tarehe 15 pamoja na 15 kuwa huko Geita. Kwa hiyo hata wale ambao hawatakuwa Geita, ambao hawatakuwa Kahama, hawatakuwa Sengerema, lakini watasikia habari hizi kupitia vyombo vyetu vya habari, basi kile ambacho Wageita watakifanya, kile ambacho Wakahama watakifanya, Sengerema watakifanya, na sisi wengine pia vile vile tunaweza tukafanya, maadamu tutajua hiyo ratiba kulingana na jinsi ambavyo inaweza ikaendelea. Kwa hiyo nimtia moyo kila mmoja, mahali popote pale anaweza akafanya kazi hii, ili kusudi tuweze kuhakikisha tunafanikiwa kupata kiasi ambacho tunakihitaji. Mimi nikushukuru sana Baba Askofu kwa uwepo wako hapa, lakini pia kuwa mgeni wa kwanza kwa mwaka huu wetu 2026. Nashukuru kabisa. Najua hiyo kama mimi ni mgeni wa kwanza. Asanteni sana. Kwa hiyo nasi pia tunalipongeza hili katika jitihada zote ambazo zinaendelea. Kwa ukubwa pia zaidi, Baba Askofu, tumezungumzia sana idara yetu ya habari na mawasiliano, na hapo baadaye tutataja namba yetu ya simu, lakini pia namba ya benki ambayo inatumika kupokea fedha, lakini pia kukukaribisha pale ofisi ya Askofu Mkuu, wewe ambaye unatamani kufanya jambo lolote la sadaka kwa ajili ya Inland Television. Kwenye jitihada zangu za kila siku nimekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanafika sana pale makao makuu. Juzi nilikuwa pale. Niliona shughuli ya ujenzi imeanza na inaendelea. Kuna mtu ambaye anasikiliza hajui chochote kinachoendelea kwa habari ya ujenzi wa ofisi yetu kuu. Sasa hivi ni hatua gani na nini ambacho pengine mmeamua kufanya kama kanisa? Asante sana Kadashi kwa ajili ya hoja hii. Namshukuru Mungu sana sana sana. Tulipoweka mpango wetu mkakati wa 2019 2024, tuliweka malengo ya kuhakikisha ujenzi huo unaendelea baada ya kipindi kirefu kuwa umesimama. Kwa hiyo tulianza kufanya kazi nzuri na Mungu alitusaidia sana Agosti hiyo 2023 kuhakikisha tumerejea tena kwenye kazi, na tukafanya kazi kwa kipindi cha mwaka mmoja mpaka tulipokuwa tunafika Agosti 2024 tayari kuta, nguzo na kila kitu kilikuwa kimekwisha kukamilika, na mwezi wa 9 wake huo kuhakikisha kwamba mpaka pale limekwisha kukamilika. Kwa hiyo boma zima, jengo zima, kwa muda wa mwaka mmoja tulipata kiasi cha shilingi bilioni 1 ambacho kilitusaidia kufanya kazi ile. Watu binafsi walitoa, na makanisa yalitoa, familia zilitoa. Wapo watu waliotoa shilingi 500, wapo watu waliotoa shilingi 1000,
Wapo watu walioenda zaidi wakatoa 1,000,000, wengine 300,000, wengine mpaka 10,000,000. Tunaona vile ambavyo kila mmoja kulingana na uwezo aliokuwa nao aliweza kufanya kwa nafasi yake. Wapo ambao walitoa vitu mbalimbali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni ya kwamba kwa kweli watu walifanya. Sasa tulisimama mwaka wa 2025 kwa sababu tulikuwa tunakusanya fedha. Tulikuwa tunahitaji kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 3.5 ili kuweza kuhakikisha tunakamilisha ujenzi wa jengo hilo. Kwa hiyo mwaka wa 2025 hatukufanya chochote kwenye jengo kwa sababu tulikuwa tunahitaji tupate fedha za kutosha. Sasa mpaka Disemba 2025, Disemba 31, tulikuwa na shilingi hizo milioni 231 ambazo ndizo zilikuwa kwenye mfuko wetu wa ujenzi. Na Januari tukasema sisi tutaanza na kiasi cha fedha hiki milioni 231, tuhakikishe ya kwamba kazi inaendelea. Sasa wiki iliyopita walianza kuleta mirunda kwa ajili ya kusimika majukwaa hayo ya kufanya kazi hizo za lipu, na lipu ilianza. Tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni, kana hatua nzuri sana. Sasa hivi ya upigaji wa lipu mpaka ile jana jioni walikuwa wanaendelea ule upande wa mashariki, na wanaendelea kujenga na jukwaa tena upande huu mwingine, ili kuhakikisha wanapomaliza huku basi pia vile vile kazi itakuja kuendelea katika maeneo mengine. Tayari kuna kazi zimefanyika kwa ajili ya miundombinu mbalimbali ya maji safi na maji taka, lakini ile miundombinu pia vile vile ya umeme tayari na yenyewe pia vile vile inawekwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu ya kwamba kazi kwa kweli imefanyika, kazi inaendelea. Na Ijumaa iliyopita tulianza kutoa taarifa yetu ya kwanza. Leo tena tutatoa taarifa yetu ya pili, ili kusudi kila Ijumaa angalau tutakuwa tunawahabarisha watu namna gani hatua za maendeleo zinavyoendelea kufanyika. Kwa hiyo nishukuru sana kwa kazi ambayo MCC waliifanya kwa kipindi cha mwaka 2023 hadi 2024, kuwapatia watu habari katika kila eneo, katika maeneo yetu mbalimbali. Inland Radio na nyinyi pia vile vile mlifanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba watu wanapata taarifa hizi kila wiki angalau mara moja. Na sasa tunaendelea tena. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni ya kwamba kazi nzuri inafanyika, tukiamini ya kwamba watu wataendelea kumtumikia Mungu. Wapo watu ambao wanaendelea kufanya kila siku. Kuna miamala ambayo inafanyika, inawekwa katika akaunti yetu ya ujenzi, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni katika maeneo mengine mbalimbali. Kutoka kila diocese wapo wachungaji ambao wanatoa taarifa, wajumbe wa synod ambao wanatoa taarifa kama hizi, na unaweza ukaona kazi hii inaweza ikaendelea. Tukiendelea tukafanya vizuri, mimi ninaamini tunaweza tukaendelea. Mimi ambacho nakichukulia mfano hata katika swala la ujenzi, iwapo tunahitaji kufanya vizuri, kila kanisa letu likijiwekea kutoa shilingi 10,000 kila wiki. Kila kanisa. Sio muumini. Sio muumini. Kila kanisa tu 10,000 kila Jumapili wanaweka hiyo alafu baadaye wanaituma. Sasa kwa makanisa yetu haya tulio nayo, kila wiki tunaweza kuwa tunapata kiasi kikubwa sana cha fedha. Na sio muumini. Kwa kumbe kama tutaamua kufanya hivyo, jengo letu inaenda ikamilika kwa muda mfupi sana. Sisi tunaamini Disemba 2026 tutalifungua jengo hili. Itakuwa rasmi. Kabisa. Tunaamini hivyo. Tunamwamini Mungu, tunamtegemea Mungu hata kama sio sehemu zote, lakini tutahakikisha ground floor imekamilika, na tutahakikisha floor yetu ya kwanza ambayo ndio inabeba ofisi itakuwa imekamilika, pamoja na ile ghorofa yetu ya mwisho ya 4 tunaamini itakuwa imekamilika, ambayo ndio itakuwa na ukumbi. Kwa hiyo hizo 3 sisi tunaamini tutakuwa tumezifanya vizuri, na hizi zingine 2 ambazo zinabakia hapa katikati zenyewe tunaweza tukaendelea kuzifanya taratibu. Msikilizaji, tunafanikiwa kufanya ground floor pamoja na ile ya mwisho, hizo zinaweza zikaendelea kutumika vizuri sana, huku maendeleo mengine yakiwa yanafanyika. Unayetusikiliza sasa kupitia
Inland FM Radio na unayetutazama kupitia Inland Television. Hivi sasa niko na Askofu Mkuu wa Africa Inland Church Tanzania, Musa Masanja Magwesela, tukiwa tunazungumza mengi kwa mwanzo wa mwaka huu 2026. Endelea kubaki na sisi, tuna mengi ya kuzungumza na kuna mengi ambayo natamani kuweza kuzungumza naye, ikiwemo mapinduzi makubwa ambayo ameyafanya kwetu huku Bwiru. Kiukweli sasa hivi ukija Bwiru usiku unaweza ukahisi umeenda bichi ya namna gani. Kwa endelea kwa pamoja nami hapa. Mimi ni Karashi, kijana wa Mzee Ruben Karashi. Bado niko na Askofu Mkuu Musa Masanja Magwesela.